Kuna majengo ambayo hayajakamilika na kusababisha vifaa tiba kutotumika. Imagine, vifaa tiba vipo, majengo hayajakamilika. Fedha unazo, mhandisi unaye, manunuzi unaye, mhasibu unaye. Hivi tunafanyia hivi, tunamtumikia Mungu vilivyo? Mhandisi, ili sio sawa sawa. Asikasema ujibu, mimi natolea mfano. Hili sio sawa sawa na halina afya. Najua sawa hapo na majengo yamekwenda na hifadhi, lakini nataka yani tarehe 30 timu yangu, kwanza tarehe 1 Julai timu yangu iko kwenye inspection. Tutakuja kwenye ukaguzi. Na bahati nzuri mimi wasitembelee miradi. Mimi nakagua miradi. Vyote vinavyohusika kule tutakagua. Hoja hizi zote zilizopita, hizi za mwaka kaguliwa, maagizo ya laki yafanyiwe kazi by tarehe 30. Ili mimi niwe huru zaidi kwenye kutekeleza na kutoa majibu ambayo ni sahihi. Kipindi kinachokwenda kwenye uchaguzi lazima kila kitu kiende vizuri. Vitu ambavyo havina mashiko hivi tuondokane navyo. Hizo ni kero. Lakini niombe kurudia, tuendelee kushirikiana. Tufanye kazi kwa umoja. Tufanye kazi kwa upendo, kwa uaminifu, lakini na kuvumiliana, kwa sababu kuna mambo mengine magumu lazima tuvumiliane. Sisi ni watumishi wa umma. Tuepukane migogoro. Tusiwe sehemu ya kero. Kwetu sisi watumishi kwa watumishi, lakini baina yetu na wananchi nao watumikia. Sisi ndio watoa huduma. Tutoe huduma zilizo nzuri bila kumpendelea mtu yoyote.